Habari za muda huu mabibi na mabwana popote mnaponisikiliza. Ungana nami Saadil Habshi kupata utabiri wa nyota 12 siku ya leo ya Jumatano tarehe 17 mwezi wa 9 2025. Tukianza na utabiri wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni siku yenye changamoto kwa sababu unaweza kukutana na vikwazo na matatizo unaposhughulika na mtu mzee au labda mtu mwenye mamlaka. Unaweza hata kuhusisha kushughulika na taasisi kama hospitali na kadhalika. Tatizo hujui kama unaambiwa ukweli, utaona na mtu ambaye mnataniana sana, ila mwishowe utafahamu uhalisia wa unayoambia. Baadhi ya ratiba zako zitarufurugika siku ya leo. Tunafanya visomo kwa appointment, pia tunatoa dawa mbalimbali za mvuto wa biashara, mafusho ya kila aina, dawa za uzazi vile vile kama umesumbuka na uzazi kwa muda mrefu, pia tunatoa dawa hizo. Vile vile kusafisha nyota na makombe ya fahamu kwa watoto pamoja na dawa nyingine tofauti tofauti. Na pia tunafanya hijama kwa appointment tu na bei yetu ni 35. Tupo Zanzibar, Fuoni, nyumba moja. Tukiendelea na utabiri wa nyota ya ng'ombe. Rafiki mkubwa au pengine mshiriki wa kikundi anaweza kukuzuia leo au kukupinga katika majadiliano baadaye mchana. Hii inaweza kukufanya ufikirie tena au ujitie shaka kwa sababu huna uhakika wa kumwamini nani. Amini silika yako mwenyewe rafiki. Utatukana na vikwazo ambavyo vitakufanya ujihisi kukata tamaa. Mapenzi na mwenza wako yatakuwa ni yenye huruma sana siku ya leo. Tukija na upande wa nyota ya mapacha. Hii ni siku mbaya ya kuwaomba wakubwa au watu wenye mamlaka ruhusa au idhini ya jambo lolote kwa sababu jibu lao huenda likawa hapana. Jambo la kushangaza ni kwamba maelezo mapya yanaweza kukufanya ujiulize ikiwa mtu huyu alikuwa mwaminifu kwako. Pesa itakuja kwako kwa njia ya kushangaza leo, hautajutia. Tukiendelea na upande wa nyota ya kaa. Sheria, kanuni na wajibu zinaweza kupunguza mipango yako leo. Unaweza kuamua kufanya kitu tofauti kwa sababu mpango wako asili umezuiwa. Hii ni busara, walakini baadaye kidogo habari mpya au igizo la aina fulani linaweza kufanya uhoji kila kitu. Tukiendelea na upande wa nyota ya simba. Hii ni siku mbaya ya kukubaliana na mambo muhimu ya kifedha kwa sababu mambo hayaendi utakavyo. Zaidi ya hayo, mtu anaweza kukuhadaa au kwanza kuyatia matope maji. Ikiwa unashuku kitu kinaendelea ni hivyo, amini hisia zako za leo. Pia kuwa mwangalifu na mtu unamuamini sana. Tukiendelea na upande wa nyota ya mashuke. Majadiliano na mpenzi, mke au rafiki wa karibu yanaweza kuwa ya kukatisha tamaa leo. Mtu huyu anaweza kuhisi utofauti kihisia kwa kweli. Mgawanyiko unaweza kutokea leo. Jihadharini na madawa ya kulevya na pombe inayotia matatizo ya kudumu, hasa matatizo ya ini. Jambo linalowezekana leo ni kutunza pesa kwa kufikiria kesho. Tukiendelea na upande wa nyota ya mizani. Masuala yanayohusiana na kazi yako yoyote unayofanya, mnyama ikiwa ni paka, mbwa, kuku na kadhalika, au afya yako yana changamoto leo. Unaweza kujisikia kukata tamaa kuhusu jambo fulani. Ni muhimu kujua kwamba leo mambo yanaonekana kuwa mbaya zaidi kuliko yalivyo. Usikubali kuwa na wasiwasi kama mkao wa kupokea taarifa ya mbali. Tukiendelea na upande wa nyota ya nge.
Watoto wanaweza kuwajibika zaidi leo. Zaidi ya hayo, mipango ya kijamii inaweza kuleta matatizo zaidi kuliko inavyostahili. Uhusiano wa kimapenzi unaweza kuisha. Changamoto ni kipengele cha mashaka. Kutokuwa na maamuzi na ujanja unaokufanya usonge mbele ni tatizo rafiki. Tukiendelea na upande wa nyota ya mshale, usishangae ikiwa mahusiano na mtu wa karibu yako yana shida leo. Hii inaweza kuwa kwa sababu watu wana huzuni kidogo, pamoja na kushindwa kwa mawasiliano. Maisha yanaonekana kuwa mabaya zaidi kuliko yalivyo. Fahamu hili. Hata hivyo, huna uhakika ni nani wa kumwamini leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya mbuzi, masuala yanayohusiana na kazi yako, afya au mnyama kipenzi yanaweza kukuletea wasiwasi leo. Kwa kweli, unaweza kukabiliana na kujitenga, ambayo bila shaka si rahisi. Usifanye maamuzi muhimu leo, hasa kuhusu nyumba na familia au mipango ya maendeleo. Tukiendelea na upande wa nyota ya ndoo, unaweza kuwa na wasiwasi kuhusu pesa au kupoteza mali leo. Ni rahisi kujisikia mpweke na kutengwa na wengine. Sadil Habshi alisema kwamba mambo mengi ya kutisha katika maisha yake hajawahi kutokea kiuhalisia. Usikubali kuingizwa mkenge kwa upande mwingine. Kuwa mwangalifu kuhusu nani unayemwamini rafiki. Tukiendelea na upande wa nyota ya samaki, usiruhusu wana familia wazee wa kushawishi kufanya jambo ambalo hutaki kufanya leo. Haswa ikiwa unahisi kuwa huna ukweli wote. Hii ni siku ya kawaida kwa kushindwa kwa mawasiliano na kutokuelewana. Hivyo basi uwa mpole. Mlikuwa nami Sadil Habshi katika utabiri wa nyota. Nakumbushia tu kwa siku ya Alhamis tunafanya dua hapa Zanzibar, Fuoni Nyumba Moja. Ukishafika hapo unakuja moja kwa moja hadi sehemu husika. Sasa kwa watu wote ambao wanaweza wakaja wakahudhuria, na naomba mtu anitafute kama WhatsApp au hata TikTok au kwa njia yote ile, hata kwa SMS, kama mimi nitakuja siku hiyo. Aidha nitakuja asubuhi au jioni, ili nipate kujua watu wangapi wanaweza wakahudhuria. Kwa hiyo naombeni ushirikiano wenu katika majambo haya, na vile vile mtu ukiwa na swali labda lolote unaweza uka-comment chini na ukajibiwa. Na vile vile usione kama mtu umekaa muda mrefu pengine hujajibiwa ukaona bwana kuna hichi na hichi. Hapana, bali kuwa na subra. Ukifika wakati tutakujibu. Shukran na bye bye.